Na ziko mihuri ambazo watu wanapigwa, zipo chapa, zipo na alama. Na ndio maana sisi tunapokwenda kumaliza ibada yetu siku ya Jumapili, ni ibada ya kufuta mihuri yote uliopigwa, alama ulizopigwa, chapa ulizopigwa za mateso na watesaji, zitafutika. Kuna watu wamepigwa mihuri, wamepigwa alama, wamepigwa chapa, kwamba kila inapofika msimu fulani hawezi kuwa na fedha kabisa. Anakuwa na msimu wa mateso kwenye eneo lake la kiuchumi. Wengine wanateswa kiafya, wengine wanateswa nafsi zao, wengine wanateswa kisaikolojia. Unapita tu kwenye vipindi ambavyo ni vigumu. Unacheka siku 2, unalia siku 20. Kabisa. Unafurahi siku 7, lakini utaomboleza kwa mwezi mzima. Unakuta kuna watu wanajua kabisa kwamba hii furaha nilionayo inawezekana kuna kilio kinakuja mbele yao. Wanafahamu tu kwamba nikifurahi kwa muda mfupi lazima kilio kinakuja nyuma yake. Kabisa. Saidie Bwana Yesu. Yesu Kristo asaidie sana. Amina. Narudia tena, Yesu Kristo asaidie sana. Amina. Ndio maana Jumapili hukumu ambayo itakayopita ni hukumu ya ajabu sana, ya kufuta mihuri ya mateso, alama za mateso zote, chapa za mateso, Jumapili yanayotokana na miungu, mizimu ya pande mbili, ndiyo Bwana, upande wa baba, upande wa mama. Alama zinazotokana na mashetani, alama zinazotokana na mapepo, alama zinazotokana na majini, alama zinazotokana na wakuu wa giza, ama majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Manake kuna watu ambao wana alama kabisa mihuri, mapepo watesaji, mizimu watesaji, miungu watesaji. Tukizungumzia mizimu watesaji, tunazungumzia wale wachawi waliokufa. Ni mizimu lakini wao ni watesaji. Wanatesa maisha ya watu, wanatesa familia za watu. Mnapita tu kwenye mateso, njaa, magonjwa. Mnapita kwenye dhiki, kwenye aibu. Ni mizimu ya kifamilia, lakini imetreniwa kutesa watu. Pesa uioni, ikiingia kwenye akaunti lazima ugonjwa uinuke, lazima tatizo lipatikane. Pesa uioni, ikiingia kwenye akaunti namna hii yanaibuka matatizo kutoka kuzimu, kwa sababu yanatengenezwa na mizimu ya watesaji. Hawataki pesa yako ilete maendeleo, hawataki pesa yako ikuongezee kitu, au yenyewe iongezeke izaliane. Ni ili mradi tu ipotee kwenye mikono yako, ubakie kama una kitu. Ruka juu, sema na yakataa mateso haya. Kuna watu mikono inachapa, wana vipaji kwenye nyuso zao, wana mihuri kwenye miguu yao, kwamba hawawezi kupiga hatua. Kila mahali wanapokanyaga watakutana na mateso tu, ambayo yatawafanya waondoke mahali ambapo ni sahihi na kwenda mahali ambapo sio sahihi. Na watu wengi hawafahamu. Ndiyo Bwana. Mguu wako unakuwa na chapa. Kama umepata kazi mahali pazuri, mshahara, allowance nzuri, unapata vitu vingi ambavyo ni kama marupurupu. Na we ukikaa namna hii, unaona kabisa hapa nitafanya maendeleo, hapa nitafanya mambo makubwa, hapa nitafanya matukio makubwa. Wanaenda kuinua kikosi hiki cha watesaji. Hao watesaji wakija ndani ya ofisi ile ile,
wanainua mtu anakuchukia bila sababu. Wewe una nafasi yako, yeye ana nafasi yake. Wewe una cheo chako, yeye ana cha kwake. Kila mtu ana kazi zake. Kila mtu analipwa mshahara wake. Lakini anajisikia hasira tu kwamba wewe usiwepo pale. Na wanafanya jitihada mpaka pawe pamoto. Uone hapaendeki, uone hapakaliki. Wewe mwenyewe unaandika barua kwamba nimeacha kazi kwa akili zangu mwenyewe timamu. Nini kimetokea? Mke wa bosi anitaki. Nini kimetokea? Wafanyakazi wenzangu tu wamenichukia. Sija wakosea kitu. Hapo kuna miuri ambayo imepigwa kwenye nyayo zako. Kupigwa na kukimbia mbele za maadui zako. Anasema adui zako wainukao mbele yako watapigwa mbele yako, watakimbia mbele yako. Walikuja kwa njia njia moja, watakimbia mbele yako kwa njia 7. Lakini kama wewe mwenyewe ndio umemuasi Mwenyezi Mungu, kinachotokea wewe ndio unapigwa mbele za maadui zako. Uliingia mbele yao kwa njia moja, utakimbia mbele yao kwa njia ngapi? 7. Ni maandiko yanavyozungumza. Unakimbia mbele yao kwa njia 7. Kwa nini? Kwa sababu mateso 7, mateso 6 ama 7 kufuatana na maandiko matakatifu. Yesu asaidie sana. Amina sana. Mateso mangapi? Ayubu sura ya 5 na mstari wa 19. Yanainuka tu mateso ndani ya siku hizo 6 ama 7, kufuatana na siku 6 ama 7 za wiki. Tusome Kitabu cha Ayubu sura ya 5 na mstari wa 9. Ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Yeye afanyaye mambo makuu. Yeye afanyaye hapana. Ayubu 5:19. Ayubu 5:19 ninasoma kwa jina la Yesu. Yeye atakuokoa na mateso 6. Atakuokoa na mateso mangapi? 6. Naam. Hata katika 7 hapana uovu utakao kugusa. Hata katika 7 hakuna uovu utakaofanya nini? Utakao kugusa. Mateso 6 ama 7. Manake hawa majeshi ya pepo wabaya ambayo ni mapepo 7, kila pepo lina mateso yake. Kuna ambalo linatesa kwenye uchumi, lingine kwenye ndoa, lingine kwenye mahusiano. Manake kila maeneo ambayo ni ya muhimu kwenye maisha yao. Watu wengi wanasumbuliwa sana na roho za mateso. Watesi wamekuwa ni wengi kwenye maisha yao. Kabisa. Sema amina ya Rabi. Amina. Ukienda mahali pazuri watafanya vyovyote wakutoe mahali ambapo ni pazuri wakupeleke mahali ambapo sio mazuri. Kabisa. Wakutoe mahali panafaa wakupeleke mahali ambapo hafanye nini? Hapafai. Na ndicho kilichomkuta Adamu. Adamu aliumbiwa mahali pazuri. Na Mungu kaweka matunda ya kila aina. Kambebesha na upako na utawala. Wa kutawala viumbe wa angani, wa nchi kavu, na wa majini. Akapewa kuilima bustani na kuitunza. Baraka ya kuzaa na kuongezeka ilikuwa pale. Adui aliposhuka kwa sura ya nyoka, alijaribu kutengeneza mazingira amtoe mahali Mungu amemweka, aende nje ya bustani. Na alifanikiwa. Kwa sababu kikosi hiki kina mbinu nyingi. Na moja wa mbinu hizo ni kukuondoa usoni pa Mungu. Ukishashindwa kushika amri za Mungu, manake umeondolewa usoni pa Mungu. Unatengenezewa uasi. Ili wanapoingia kwenye mateso yao, unakuwa una sapoti. Mungu hayuko upande wako.